تقبل مني إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا أو علي يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل عملي، اللهم تقبل عملي ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هامة إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مرض إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم سخر لنا لما نريد ونجنا منا نخاف برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Ninapoanza mkanda huu wa kujibu madai ambayo Waislamu wanayatoa ya kupinga neno lako la Biblia ambalo wewe mwenyewe ulihusika kuandika na ukalibariki, na kwamba nipe pumzi, niondolee maringo, niondolee kiburi, nipe ufahamu wa maneno. Popote ambapo nitakosea Baba, naomba asifike huko kwa katika kukosea. Naomba na huyu msikilizaji namuombea pia umpe hikima na maarifa. Roho wako Mtakatifu amuongoze sawa sawa na mapenzi yako, na kwamba amani na utulivu. Jina lako litukuzwe siku zote. Katika Kristo naomba na kuamini. Amen. Karibu mtazamaji pendwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema zake Mwenyezi Mungu zisizohesabika ni kubwa. Amekujalia pengine wewe. Tumekutana katika mkanda huu wa kujibu madai yanayotolewa na Waislamu. Kama ulifuata ule mkanda wa pili, mkanda wa kwanza wa madai ya Waislamu kupinga neno la Mungu Biblia, ulifaidika. Na kama hukufuatilia ule wa madai yao, huenda ukawa na matatizo kiasi. Sasa mimi nakuomba kwa hisani yako, kwa unyenyekevu mkubwa, naomba tuambatane ni ajibu yale ambayo yalitolewa na hawa wapinzani ambao ni wengi. Na kusema kweli wana nguvu za kiulimwengu, lakini sasa kwa bahati nzuri sisi tuna za mbinguni. Unaona vitu kama hivyo? Kuna nguvu aina mbili, na wakati mwingine usisahau kwamba ulimwenguni mwenye nguvu wakati mwingine huonekana mshindi. Sasa mimi sitaki nikupotezee muda. Naomba usisikilize zile aya alizozitoa Muislamu aya baada ya nyingine, kisha wewe ulinganishe. Je, ni kweli Biblia si neno la Mungu? Ni watu waliketi tu wakaandika kwa maoni yao? Biblia ni mawazo ya mtu? Ndipo wewe mwenyewe utumie kipimo cha Roho Mtakatifu. Wakati mwingine hata akili pia ya kusoma sana shuleni bila roho ina matatizo. Sasa kwa nini nipotezee muda? Na lengo langu na lengo lako wewe tukishirikiana pamoja ni kuitetea imani kimaandiko. Unakumbuka Muislamu alipoanzia alitoa aya nyingi, Agano Jipya, Agano la Kale kwanza, akaenda katika Agano Jipya. Sasa ni vizuri sana kwa sababu Biblia inatuhusia katika kitabu kile cha mtume wa Mungu Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 3 aya yake ya 15, pana maneno wayajua but na kukumbusha. Panasema hivi:
muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lilomo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Siku zote. Si Muislamu tu. Yaani manake yote ambaye atajaribu kuwa na tashwishi, akawa na swali, kwani tusimjibu na Biblia ipo? Tusipomjibu atazidi kung'atang'ata na kuonekana na ukweli. Na kawaida huwa ni hivyo. Akatokezea mtu ama akatokea mtu akaanza kupaza sauti, akanadi ya kunadiwa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, watu kimya. Mwezi, mwaka, watu kimya. Pasitokezee mtu ama pasitokee mtu ambaye atamjibu haya madai yake, huenda asilimia kubwa inaweza kasadiki kwamba huyo bwana yale anayonadi ni ya kweli. Na hili limewapatia Waislamu muda mrefu kunadi mambo yao kila sehemu, na Wakristo wasiojua Biblia wakaona nadhani haya mambo ni kweli, na wengi wakatoka katika Ukristo wakaporomoka katika Uislamu. Kwa hivyo hapo mkifika katika kipengele hicho, mimi si walaumu Waislamu. Kabisa. Kwa sababu gani? Wao wanaitetea imani yao mchana na usiku, asubuhi na jioni, kila dakika. Leo sisi tumebaki kujipangia baada ya miezi mitatu, sijui baada ya mwaka moja, sijui mwaka huu lazima tufanye mambo makubwa. Lakini hicho ni kidokezo. Uislamu alianza na Samueli wa kwanza sura ile ya 13 aya yake ya kwanza. First Samuel chapter 13 verse 1. Na kalinganisha, kama wakumbuka, akalinganisha tafsiri 5. Kwanza alisoma tafsiri ya King James, ikasema kivyake. Akaenda American Standard Version, American Standard Version, akasoma, ikaonekana inakwenda tofauti na King James. Akakimbilia NIV, pia chapter ile verse ile ikenda kivyake. Akakimbilia Good News, haina verse 1, ikenda kivyake. Akaenda katika Kiswahili, ikasema kadha wa kadha, akakejeli. Narudia, nifuatilie vizuri, Muislamu kasoma tafsiri za Biblia. Nukta, tafsiri. Sasa mimi kabla sijamjibu, tuna mwalimu wa walimu. Mwalimu ambaye ni Yesu Kristo aliye hai amesema kitu kimoja katika Mathayo 11:29. Mwalimu wetu tunayejifunza ama kujifundisha kwake yasema hivi: jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hapa nimetafuta kipengele Yesu anasema tujifunze kwake, hususan mambo ambayo yanafaa tujifunze kwa Yesu ni namna gani alivyokuwa akitembea akihubiri. Alitumia usemi gani? Alitumia majibu gani? Alipoulizwa aliyakabili yapi yale maswali ya wapinzani? Maana upinzani wa imani hii haujaanza leo, ulianza kitambo akiwepo yeye mwenyewe hai. Hata kabla hajatoka mbinguni akawacha utukufu wake ulikuwepo upinzani. Sasa amesema tujifunze kwake. Pana tukio lilitukia wakati wake Yesu katika pilika za kufundisha, akaingia katika sehemu fulani, na tukio hili nalisoma katika kitabu cha Mathayo. Ndio tutoe fundisho la kumjibu anayetuuliza. Mathayo 21 aya ya 23 mpaka 27. Pasikilize na pakufundishe wewe, panifundisha na mimi. Mathayo 21 aya ya 23 mpaka 27. Hata alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha. Wakasema, ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia,
na mimi nitawauliza neno moja ambalo mkinijibu nami nitawaambia ni kwa amri gani inatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, tuogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa nabii. Wakamjibu Yesu, wakasema, hatujui. Yesu Kristo wapinzani wamemvamia, wamejiandaa, akishindwa wapate ubingwa. Kumbuka ni kila nani? Wakuu wa makuhani na wazee wa watu wanaojua historia, wanajua tunazungumzia watu gani. Hao ndo walikuwa kijiti hakivunjwa Yerusalemu basi kwa wao. Uruhusiwe kufanya kitu yoyote, yani madhamu kinahusu dini, hawezi wakakifanya bila wao. Wamemvamia bwana wa bwana, mwalimu wa walimu. Bwana samahani kidogo, Yesu Kristo. Hivi vituko vyote, miujiza mikubwa ambayo sisi hata kabisa hatujawahi kuisikia kwa mababu zetu, ni amri gani na nani kakupa amri? Hawakujua, wanauliza Yesu Kristo. Akawaangalia, kashawasoma, hawajaanza, shajua. Watu wanasikiliza, atatuwajibu gani? Kimya kila mmoja. Waliokuwepo wanasema, hii ni bonge la swali kutoka kwa wakuu wa makuhani na waandishi na wazee. Sasa hapa Yesu Kristo naona kwa umbali hakuwa na shaka yote. Alikuwa shawajua. Maana andiko nasema na walikuwa nataka to ajibu vibaya. Sasa Yesu Kristo hakusema hajui. Hakusema anawasukumia swali kuondoa ile povu aliyokuja nayo. Anawaambia, na mimi nitakuulizeni jambo moja tu. Neno moja. Mkinijibu, mimi nitawaambieni. Ubatizo ulitoka kwa nani? Kimya, bodi ya ghafla. Yaani church board ya ghafla. Hii haikuwa na mwaliko. Na sijui kama idadi ya waliokuja walitosha kusimamisha bodi ya dharura. Amelifanya hilo kienyeji. Maana andiko nasema wakahojiana, walirudi kando kidogo akasema, jamani, hapa tungejua huyu bwana atatugeuzia kibao, hatungethubutu kuulizia chochote. Angalia tumeaibika. Tukisema utoka mbinguni mama kiyama, atatuambia mbona mkumwamini? Tukisema ubatizo wa Yohana utoka kwa wanadamu, mama yeye hapa Yerusalemu hapa mawe si ya kutafutwa. Wanainama wanachukua moja. Ina maana hayo mawe, maona watu wote wametuangalia sisi, tutaporomoshewa mawe ya ajabu. Sasa tufanye nini? Hatujui. Hivyo walikuwa hawajui. Ina maana mtu anaweza akakuuliza swali kando na kwamba yajua, lakini la mtego ili kuchafua imani yako. Kwa hivyo kabla hujajibu mtu yote swali lolote, popote ulipo, mtu yoyote, lazima kuwa makini na kujua lengo lake. Sasa Yesu amewapatia nafasi nzuri. Mkiniambia atawaambia. Na Yesu amesema tujifunze kwake. Na Kristo akasema katika kitabu cha Mathayo hiyo, maana ni mwalimu wetu, 10:24 Mathayo, mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Kama Yesu ni mwalimu wetu, hatuwezi kumpita kwa namna ya kujibu maswali. Lazima tumfuate vile alivyojibu, tutumie hivyo hivyo. Na Roho Mtakatifu akituongezea ambaye katuatia. Umenielewa? Si Muislamu kauliza, kakejeli. Sasa kabla hajatujamfundisha nini Biblia, aikamata aelewe, ni vizuri tumfundishe kitu hapa, ama tumjibu kitu hapa.
Kitu gani? Tunataka kwanza na yeye atuonyeshe ya kwake. Mambo yanakwenda, wanasema wenye lugha, ngome inakwenda draw. Muislamu katoa tafsiri karibu 5. Muislamu katoa tafsiri 5. Na mimi hapa nitatumia tafsiri za Qur'ani 5 kwa aya moja, chapter ile ile. Hayaoni ya kwake, akishikwa na kigugumizi atusubiri tumfundishe. Qur'ani sura ya 47 aya ya 7. Qur'ani sura ya 47 aya 7. Hapa niko na Qur'ani hii ya Al-Farsi. Hii ya Al-Farsi ya dhehebu la Sunni. Sunni pia wana madhehebu mengi, lakini toshe kwa sasa ni Sunni. Niko na hii vile vile inaitwa Al-Muntakhab katika tafsiri ya Qur'ani tukufu, imetarajumiwa Kiswahili na Sheikh Al-Muhsin Al-Barwani. Hapa inakubalika sana mpaka kwa internet. Chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif kilikubali tafsiri hii, haina kasomba sana ya matusi. Na nyingine hapa ya Waislamu wa dhehebu la Ahmadiyya inaitwa The Holy Quran, Arabic text with Swahili translation. Hii hapa ya dhehebu la Ahmadiyya. Hizo ngapi? 3 kwa mpigo. Niko na nyingine balaa sana hii, inaitwa Qur'ani tukufu na tafsiri ya maana yake kwenye lugha ya Kiswahili. Hii ni mpya kabisa, hii imetoka Madina hii. Hii imechapishwa na nani? Nikusomee kidogo ili upate kuelewa. Wameweka hapa kitu fulani, nikusomee kidogo tu uelewe, maana hata Waislamu wengi hawana. Inasema haki ya kuchapisha. Inasema kwa msaada wa Allah na taufiki yake, musahafu huu mtukufu umechapwa na kutafsiriwa maana yake kwenye kiwanda cha Mfalme Fahad cha kuchapa misahafu mitukufu kilichoko Al-Madinatul Munawwara chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Kiislamu ya Wakfu na Da'wa na maelekezo katika nchi ya Saudi Arabia, mwaka wa Hijria, yani mwaka wa Kiislamu wa 1435 Hijria. Mpya sana hii. Hizo ni ngapi kwa mpigo? 4. Sasa kuna tafsiri hii ambayo Waislamu wa Sunni wanayogopa sana sana sana. Naiona Waislamu wa dhehebu la Sunni wanayogopa sana hii. Inaitwa Kitabun Mubin, kitabu chenye kubainisha. Kimeandikwa, imetafsiriwa na Ali Juma Mayunga, dhehebu la Shia. Dhehebu la Shia. Sasa ziko 5. Nimeorodhesha hapa. Sasa tuangalie aya hiyo ya sura ya 47 aya 7. Ikiwa aya hii imetafsiriwa sawa sawa katika hizi tafsiri, kuna ya English pia. Hii hapa. Kumbe niko na 6, kuna English hapa, umeona kubwa kiasi. Inaitwa The Holy Quran Translation and Commentary by Abdullah Yusuf Ali. Hii hapa. Hapo tuko pamoja. 1 2 3 4 5 6 kwa mpigo. Kama aya hii tutakayoisoma katika chapter moja ile, the same chapter, the same verse, itakuwa ina tafsiri moja, zote zinakubaliana, basi moja kwa moja Biblia itakuwa na makosa. Lakini kama hizo zitakwenda kando, kuna kitu nitakueleza baada ya kusoma. Qur'ani 47:7 inasema, tunaanza kusoma katika tafsiri ya Al-Farsi. Enyi mlioamini, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni. Hiyo aya tafsiri ya Al-Farsi inasema ni kuinusuru dini
ya Mwenyezi Mungu. Tuambatane. Tunakwenda katika tafsiri ya Al-Barwa. Inasema, enyi mlioamini, mkimunusuru Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu. Pale inasema kunusuru dini, hapa inasema ni kunusuru Mungu, si dini tena. Aya ile the same chapter, the same verse. Aya ya Barwani. Tuteremke katika tafsiri ya Ahmadiyya. Enyi mlioamini, mkimsaidia Mwenyezi Mungu atawasaidieni na ataimarisha miguu yenu. Umeipata hiyo? Sasa hapo kuna msaada unatakikana. Tafsiri ya Ahmadiyya. Twende katika Qur'ani hii chapa mpya Al-Madina al-Munawwar. The same chapter, the same verse. Enyi mlioamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mkafuata sheria zake kivitendo, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu kwa kupigana jihadi katika njia yake na kuhukumu kwa kitabu chake na kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake, Mwenyezi Mungu atawapa ushindi juu ya maadui zenu wakati wa kupigana. The same chapter, the same verse. Hizo tafsiri ziko vipi? Umezipata? Umezikamata? Umezikamata? Hata kuna haja kwenda huko, maana kuna balaa. Sasa swali linakuja. Kwanza ile Ahmadiyya, kabla ya swali kuendelea, verse 7 kwao ni verse 8. Yani hizi tafsiri zingine chapter 47 ni verse 7, lakini kwa Ahmadiyya chapter 47 ni verse 8. Akishanga Muislamu, mbona Good News ilianzia verse 2? Akishanga mbona ilianzia verse 2? Na sisi hapa tunamwambia mbona ya Ahmadiyya kaanzia verse 8? Yesu kauliza, akijibiwa anamwambia si kwamba alikuwa hajui. Umenielewa nafikiri? Je, inamaanisha kwamba Biblia basi na Qur'ani vilitafsiriwa vibaya? Biblia haina makosa. Muislamu akipinda ulimi akwambie, wajua hizi ni tafsiri katika lugha si hivyo, angalia kwa makini anayekwambia maneno. Akikwambia hizi ni tafsiri kwa lugha hiko sawa, naye mwambie zile ulizosoma za Biblia ni lugha asilia ama ni tafsiri. Akikwambia ni tafsiri, mwambie kwani hukuliona hilo? Hukuona ulisoma tafsiri? Ungesoma lugha asilia. Umenielewa? Inatakikana mara nyingine umjibu mtu kulingana vile alivyo kwanza, ndio mafundishi. Ndio naona mada zangu niziweka aina 3, vipengele vitatu: madai yao, majibu na kufundisha. Akikwambia wajua katika lugha haiko hivyo, sasa muulize wewe Abdallah, wewe ama Qasim, wewe ambaye najadili na wewe, na huyu aliyetafsiri hii Qur'ani, hizi Qur'ani ama waliotafsiri, wewe na hao nani anajua lugha ya Kiarabu? Hapa pengine wewe hata kusoma bismillahir rahmanir rahim haujui, unaisoma bismillahir rahmanir rahim, pengine unaisoma hivi. Na kama ni lugha tajadili, lakini kwanza umejadili tafsiri. Muislamu akatoka hapo, tumemalizana huko. Sasa subiri katika mafundisho ya Biblia ndio juu kwa nini tafsiri ziko hivyo. Alipotoka hapo akakimbia katika Qur'ani sura ya 11 aya 110. 11 aya 110. Akatoka hapo hapa amethibitisha kwamba hiyo Qur'an nasema kitabu kilichopewa Musa kilitiwa ikhtilaf, kiligawanyika, yani kiliborongo. Akalinganisha na Yeremia 8:8 kuthibitisha madai yake kwamba kiliharibiwa eti. Nafikiri unakumbuka yote. Na kukumbusha tu kisha akijibu. Maana tena akianza kusema vile alivyosema muda utakuwa mrefu. Lakini kama mfuatilia kule tunajibu hapa. Hapa ni kukumbusha tu. Qur'ani hii kwanza tuikague. Qur'ani sura ya 110, samahani.
Qur'ani sura ya 1110. Qur'ani hiyo nataka nisome kwa Kiarabu. Aya hiyo inapatikana katika Qur'ani sura ya 41. Aya hiyo ni moja tu. Yaani aya inayopatikana katika Qur'ani sura ya 11. Aya yake ya 110 ni aya ile inayopatikana katika Qur'ani sura ya 41 aya ya 45. Lakini angalia huyu alivyotafsiri apendavyo. Huyu Al-Farsi 41:45 Qur'an. Wacha nisome hii ya 11 kwanza kwa Kiarabu, kwa sababu nataka kuelewe kitu. 110 kwa Kiarabu. Hata kama hujui Kiarabu, sikiliza, mtakwenda polepole. Inasema walaqad ataina Musa likitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum wa innahum la fi shakkin minhu murib. Umeipata vizuri? Aya hiyo naisoma katika 41:49 45 hivi. Walaqad ataina Musa likitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum wa innahum la fi shakkin minhu murib. Aya ile shadda zile fataha zile kasra zile dhamma zile ama dhamma. Lakini 11:110 anasema wafasi wa Musa walichafua, walitia ikhtilaf. Alipofika hapa huyo mwenye kutafsiri, sikiza alipotafsiri, inasema na hakika tulimpa Musa kitabu lakini kukahitalifiana kwacho. Manake hii ya 41:45 ndio tafsiri nzuri. Manake nini? Si kwamba wafasi wa Musa walitia ikhtilaf katika walichokora katika Biblia, bali watu walikhitilifiana kwayo. Manake nini? Biblia ilipokuwa inasoma, sheria za Musa zinasoma, watu wakaanza kuweka tofauti. Yaani manake kwamba hawataki kufuata, wanafuata vingine. Watu wakaanza kutunga mambo ya kufuata, si kwamba walitunga ndani ya Biblia walichafua, bali watu wakaanza kuwa na mgawanyiko kwa lugha iliyo sawa. Watu wafasi wa Musa wakaanza kuwa na mgawanyiko, wakagawanyika kuhusu Biblia, si kutia ama kuchafua. Ndio naona kuna umuhimu wa kujua lugha ya Kiarabu. Unachunguza katafsiri vipi? Nipate maji kiasi. Unanipata mpendwa? Hapa kwenye Biblia lazima tuende polepole. Nafikiri hapo umeelewa. Kwa hivyo ile 41, 49, 45 nzuri. Inafuata tafsiri ambatana ile, lakini pale tafsiri vingine ili kupenyeza kuonekana Biblia ni kitabu kilichochafuliwa. Kiarabu tunakijua na sio kujisifu. Yeremia 8:8, sikiliza kipengele kichongo. Unaposoma Biblia neno la Mungu, elewa nukta, lugha, maana, tafsir, tarajum. Biblia Yeremia inasema, sikiliza, ama pia na herufi. Elewa herufi. Sikiliza neno andiko linalotumika katika Yeremia 8:8. Kalamu ya waandishi imeifanya kuwa uongo, si imeitia uongo. Imeifanya, si imeitia. Mtu anaweza akakufanya kwa mwizi, akakufanya kwa mwizi na akatangaza wewe ni mwizi, lakini misikini hata sifa ya wizi hona, aandosha kwa mwizi. Andiko lingesema imeitia kalamu ya uongo, hapo pangejadiliwa, lakini badamu hakuitia, elewa lugha. Sasa kalamu ya waandishi, Muislamu yeye akili zake iwafikiria, anaposikia kalamu
akili zake zinajua ni kalamu. Biblia haisomo hivyo. Inaweza ikawa na maana zaidi na kufundisha taratibu. Rafiki yangu mpendwa Muislamu, unaposikia kalamu ya waandishi, usije ukawa wafikiria kila siku ni kalamu ile ya kwenda dukani ukanunua. Sikiliza, inaweza ikawa na maana zaidi ya hapo. Zaburi 45 aya yake ya kwanza. Sikiza kitu hicho. 45 aya ya kwanza Zaburi. Moyo wangu umefurahi kwa neno jema. Zaburi. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme. Ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mustadi. Daudi anatuambia hata ulimi huwa ni nini? Ni kalamu. Hajaisoma hiyo. Kwa hivyo kalamu ya waandishi, manake ndimi za waandishi zikaifanya Torati kuwa ni uongo. Mungu anasema hivi, wao wanasema hivi. Wameelewa nafikiri? Ndugu zangu Waislamu, hata muone haya kusema Biblia si kitabu cha Mungu. Lakini kama Muislamu atangangana, angangania kufanywa. Elewa, Muislamu kama atangangania kwamba kufanywa kitu huwa ni ukweli, ukakifanya, yani ukakifanya kwa kukidaia, ukakibuni, ukakisingizia, kwa lugha nyingine ukakisingizia kwamba huu ni uongo, ni kama ni hivyo, basi kama kufanya kitu huwa ni kweli. Qur'ani sura ya 15 aya ya 91. Tusaidie hapa Muislamu. 15:91 Qur'an inasema hivi, ambao tafsiri al-Fars, ambao wameifanya Qur'ani kuwa mkusanyiko wa uongo aliokuja nao, aliokusanya Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiza kipengele. Ambao, kuna wala ambao watu wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo aliokusanya Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa twende na akili za Muislamu. Watu wakakaa wakaifanya Qur'ani kuwa ni uongo, yani Qur'ani ni uongo, kisha wakampa Muhammad akaja nao kawa ni uongo. Unaona je tafsiri? Hapo Muislamu ataruka futi milioni 2 na kitu. Na ukikutukana matusi yote kafiri. Hujui Qur'ani. Usichezee Qur'ani takuwa. Wallahi mimi niko tayari kufa. Wewe chezea Biblia situcheke. Wewe sema Biblia si kitabu cha Mungu tupige makofi. Wewe sema Biblia ni walevi tuseme haleluya. Sisi hatujui kukata watu vichwa. Na hiyo asamahani, hili silizungumze kwamba nachochea. Lakini sisi tuna silaha moja hatari sana. Silaha gani? Silaha ambayo ni neno la Mungu. Ndio naona tunaitumia hapa kwa taratibu, tukuita rafiki. Hatukuita kafiri, tunakuita rafiki. Kwa hivyo kama kufanywa linakuwa, basi Qur'an pia inafanywa. Kwa hivyo ni mkusanyiko wa uongo aliokusanya Nabii Muhammad akaubwana akasema nini ya Mwenyezi Mungu. Muislamu akatoa Petro wa pili 1:21 akaunganisha na Isaya 37:1 mpaka 4, akaenda kwa Wafalme wa pili 19:1 mpaka 4. Hayo yanaleta kwamba sisi wa Kristo tunakubali waandishi wa Biblia waliongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo tunaunganisha hizi aya za Isaya na Wafalme kuonyesha kwamba kweli waandishi tofauti, lakini maneno ni yale yale mazuri tu yanapatana. Kwa hivyo anaileta hiyo kama kejeli. Sasa hiyo Samueli wa kwanza ndiye akakimbilia Muislamu, samahani, alipomaliza ile kejeli akaenda katika Samueli wa kwanza. Samueli wa pili 24:1 mpaka 4. Ametoa hiyo Samueli wa pili 24:1 mpaka 4. Akatoa Nyakati wa kwanza 21:1 mpaka 4. Hapa pakawa pametatiza kama unakumbuka. Pale ni Mungu anamtia nia Daudi kwa hesabu Israeli. Hapa ni shetani anamshawishi Daudi. Akahoji, akasema, ni Mungu ni Daudi? Haya maandiko
ukiyasoma kwa haraka unaweza ukafikiri Muislamu ana point, lakini hana point. Waislamu wanasema pointless. Kwa nini nasema hivyo? Bila kejeli. Hivi ni visa viwili tofauti, lakini vilimtukia Daudi katika maisha yake. Wanataka kujua, nimesema herufi na nukta ukisoma. Sikiliza katika hapo. Samueli wa pili 24:1 kuna nukta inasema, tena hasira ya Mungu ikawaka juu ya Israeli akamtia Daudi nia. Tena sikiliza Nyakati wa kwanza 21:1. Tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi. Vitu viwili. Vyote matukio haya mawili yalimpata Daudi, lakini si kwa wakati moja. Ni Mungu hapa anasema, shetani anaingilia upande wake. Kwa hivyo Mungu ndiye alisema, lakini shetani akataka kuchafua. Kwa hivyo si kwamba ni tukio lililotokea wakati moja, kwa hivyo unataka kuunganisha kwamba ni Mungu ama shetani. Matukio haya mawili yalimkumba Daudi, lakini kwa wakati tofauti tofauti. Mungu kasema, shetani akaingia kutaka kuharibu. Wameelewa? Lakini kidogo tu, si sana, tuchungulie Qur'ani ambayo kaipamba akasema, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Tuichunguze kidogo. Je, inawezekana na mgongano ama iko sahihi? Sikiliza aya za Qur'ani kwa lugha hii. Qur'ani sura ya 56 aya yake ya 77 mpaka 78. Sikiliza. Bila shaka hiki mnachosomewa, yani Qur'ani tunayosomewa, ni kitabu kilichokusanya kila yanayohitajiwa na chenye heshima, kilichotolewa katika hicho kitabu kilichohifadhiwa kweli kweli, Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, kwamba hii Qur'an tunayosomewa hii ilitoka katika kitabu, ilitoka katika kitabu kilichohifadhiwa Lauhul Mahfuz. Qur'ani tuilinganishe kama zinakwenda sambamba. Qur'ani 85 aya yake ya 21 mpaka 22. Tunalinganisha? Yes, kalinganisha. Bali hii Qur'ani tukufu iliyotolewa katika ubao uliohifadhiwa wa Mwenyezi Mungu. Aya kwanza inasema Qur'ani hii inatoka katika kitabu. Hii inasema no. Hii ilitoka katika ubao. Sasa Muislamu tusaidie. Hii mnayosoma nyie kwa sasa ni ile ya ubao ama ni ya kitabu? Utasikia nakwambia kwani ubao si kitabu? Tutumie akili tu, akili hiyo ambayo unayo wewe Muislamu. Bila roho sasa. Bana roho tunayo sisi. Unketi hapo. Pana kitabu na kuna ubao na vyote vimeandikwa. Kisha nikwambie nisaidie na kitabu, utanipa ubao? Jibu nalo wewe utanipa kitabu, utanipa ubao. Nikikwambia nipe kitabu, utanipa kitabu, si ubao. Lakini yote imeandikwa. Kwa hivyo kuna tofauti ya ubao na kitabu. Qur'an nasema mara kitabu, mara ubao. Umeelewa? Akakimbia katika Yeremia 52:31 mpaka 33. Akalinganisha na Wafalme wa Pili 25:27. Hapo pakawa na nukta. Yeremia anasema mfungo akafunguliwa tarehe 25 Desemba mwezi wa 12. Wafalme anasema kafunguliwa tarehe 27 Desemba mwezi wa 12. Kwa maoni yake akaona kama ni maneno ya Mungu na tunasema waandishi wanaongozwa na roho ya Mungu, hapa inakuwaje? Na mimi namwambia hamna tatizo lolote. Yeremia anasema mfungo aliyefunguliwa ni yule yule, mwezi ni ule ule. Asante kwa kulikubali. Wafalme anasema mfungo aliyefunguliwa ni yule yule, mwezi ule ule, tarehe 27. Tatizo liko tarehe tu. Bwana mkubwa. Hata pia huna tarehe. Laiti Yeremia angesema mfungo tofauti jina na ule tofauti tungejadili. Kwa hivyo hapa hatujadili, mfungo ni yule yule. Tuletee aya yote ambayo inasema mfungo si yule, mwezi si ule,
tarehe tu. Kisha wajua Waislamu wanadhani roho ambaye kaongoza waandishi alikwenda kwao waandishi akawashika mkono kama mtoto wa chekechea anapoanza kufundishwa, anapoanzisha kufundisha. Na huyo roho akaweka sikio hapa, akawa anaongoza kusema andika hivi, fanya hivi. Akili zao hizo nzuri tu. Si hivyo bwana. Manake Roho Mtakatifu kawasukuma, kawaelekeza kuandika matukio yote kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Umenielewa? Kwa hivyo hapa hapana majadala. Kama mfalme angekuwa si yule, mwezi si ule, tungejadili. Lakini tarehe wapi? Lakini akingangana tunamjibu, tunachungua kidogo ya kwake. Tuangalie Qur'ani sura ya 15 aya 26. Qur'ani 15 aya 26 nasema hivi. Sikiliza, ya kwake hayaoni, anaona huko ambako hakuwezi. Sikiliza sasa. Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo, 15:26 Qur'ani. Na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu unaotoa sauti unapogongwa, unaotokana na matope meusi yaliyovunda. Qur'ani nasema mwanadamu kaumbwa katika matope yaliyovunda. Maana yake ananuka. Hii hapo. Tuteremke kidogo ndani ya hiyo Qur'ani sura ya 23 aya ya 12. Na kwa yakini tulimuumba mwanadamu kwa udongo ulio safi. Upo? Pale Qur'ani anasema mwanadamu kaumbwa katika udongo unaovunda, mweusi. Hapa udongo msafi. Sasa tusalie Muislamu taratibu. Unaona ile ya wafalme? Tena ile wafalme haina matatizo nimekwambia, lakini sasa hapa tuambie kidogo tu bila haraka, bila hasira. Sasa tusaidie hivi, nyewe Waislamu mliumbwa katika udongo gani? Kwa ule mweusi uliovunda unaotoa harufu mbaya ama kwa usafi? Maana Qur'ani hapa inasema kuna usafi na uliovunda. Sasa mwanadamu haswa kaumbwa katika udongo gani? Tafadhali usipende ulimi na matusi. Akakimbilia katika Mwanzo 32:24 mpaka 30. Hapa kaona mama hapa Yakobo ndio anapigana Mungu ganga miereka, akatafsiri, akaruka. Aliandika nafaa kuwa kafiri mkubwa, anastahili adhabu. Mungu anapigana na Yakobo mpaka Yakobo anashinda, mpaka Mungu anatumia ujanja, anacheza rafu. Na mimi nasema wamesoma, na huenda hata pengine kuna Mkristo akili zake kila siku anajua Mungu ndio alipigana na Yakobo. Si hivyo. Biblia isoma hivyo. Kimbia tafsiri yake. Waweza ukasoma andiko katika Agano la Kale, tafsiri yako ukaipata katika Agano Jipya. Waweza ukasoma andiko katika Agano Jipya, tafsiri yako ukaipata katika Agano la Kale. Kwa watu ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu na wanaipenda Biblia. Nikupe tafsiri yake. Yakobo kapigana nani? Hosea 12:3-4. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino, Yakobo huyo. Na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika. Akashinda, alilia na kumsihi, alimuomba huko Betheli, naye akasema nasi huko. Maneno hayo wanafikiri maneno mazuri. Yakobo huyu alikuwa na uwezo. Sikiliza tena nukta, alikuwa na uwezo kwa Mungu. Si kwamba alikuwa na uwezo wa Mungu. Kwa hivyo alipigana malaika kule, na namna Mungu alivyopenda Yakobo aonekane anamenyana na malaika ni hikma. Mungu kasema katika Isaya 55 aya yake ya 8, njia zangu si njia zenu, mawazo yangu si mawazo yenu, kama vile mbingu mbalimbali na nchi ndivyo alivyo mawazo ya Mungu. Kwa hivyo hikima ya Mungu hapo, Mungu alitaka kupitisha jambo ambayo yeye mwenyewe fa'alu lima yuridu. Hata Qur'an anasema anafanya anataka. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'aluna. Haulizwi kwa anavyofanya.
lakini sisi tunauliza tu. Sasa ukitaka kujua mbona Mungu karuhusu malaika kumenyana na malaika na nini no? Na Yakobo usimuulize Mungu. Nishakusomea aya. Lakini ukizidi mno nitakupa hadithi moja, hadithu sahihun kutoka katika Bukhari. Hii inaitwa Fathul Barr ambayo ni tafsiri Bukhari. Kitabu kimoja hiki. Usidhani nimeweka hapa masanamu ama nimeweka hapa picha tu. Vitu vinatoka huko ndani vya kufundisha. Kwa hivyo nakipenda sana kitabu hiki. Pamoja na hapa. Ni vichache tu vipo tu vimejaa. Sikiliza hadithi hii. Abi Huraira amesema bingwa katika sunni hakuna mpokezi mkubwa wa hadithi kama sahaba Abi Huraira, na kwa bahati mbaya alikana mtume sijui mwaka moja unusu miaka mitatu tumpe na mitatu na nusu. Lakini ajabu inasemekana yeye ndiye alikuwa bingwa katika hadithi sunni. Abi Huraira amesema hadithi. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alikuja malaika wa mauti, malaika anayetoa roho, malakatul maut. Mungu alimtuma malaika mmoja kwa Musa. Achukue roho ya Musa, yani Musa afi. Malaika alipofika kwa Musa akamwambia itikia muda wako, yani nimekuja kuchukua roho. Musa alayhi salam akakunja ngumi safi, akampiga yule malaika jicho, akalimwoa likapasuka. Malaika akachana mbio mpaka kwa Allah, akamwambia Allah, umenituma kwa mmoja ambaye anaogopa kufa. Hadithi hii inapatikana katika vitabu hivi Bukhari. Upo katika Bukhari, Muslim, Ibn Hibban na Qasas al-Anbiya. Hiki hapa. Nikivitaja hivi, Muslim ndio hii, Bukhari hii, Ibn Hibban kidogo nimeacha pale. Qasas al-Anbiya ndio hapa inapatikana pia hapa ndani. Upo. Hatutoe vitu vya kubuni tuwafurahisheni. Hakuna tabia hiyo. Sasa anakuuliza hiyo shaiona? Musa akampiga malaika jicho mpaka likapasuka. Unaona shangaa na kule Yakobo kumenyana malaika. Tafsiri yake katika Hosea. Akakimbia Muislamu Isaya 23:17. Akaona eti Mungu kafanya ukahaba. Aya hii katika Kiswahili ukisoma kwa pupa na haraka unaweza kufiri Mungu, lakini si Mungu. Ukitaka kumakinika katika hii aya unaweza ukaisoma vizuri sana kuanzia aya ya kwanza teremka vizuri mpaka ya 17 na 18, utapata tafsiri nzuri sana. Si Mungu. Kuna bwana moja wakati ndio nimetoka katika Uislamu, alipita eneo akakuta Waislamu wameweka mdahalo. Waislamu wameweka mdahalo, debate kama unavyojua. Wanachafua Biblia, wakasoma hii aya. Mungu wenu atafanya ukahaba. Bwana akaona kimeumana hapa, mimi siende popote mpaka nitetee imani. Akakenda akaketi kwenye meza ya Waislamu Bagaria. Alikuwa jamaa kidogo na mwili, anakula vizuri, Mkristo na hakuwa na makosa, lazima utetee imani. Alipoketi akachukua mikrofoni akaambiwa wasemaje, akasema nimekuja kuwakosoa. Mnasoma Biblia ya kwenu, hii Biblia si ya kwetu. Hii Biblia inasema Mungu atafanya ukahaba, ni ya kwenu nyewe. Islamu akamcheki kwa lugha ya kisasa, akaona huyu bwana ana mwili lakini maandiko hapa. Wakamwambia una Biblia? Akasema ninayo. Kaileta, kakimbia. Kaileta, akampa subira. Kwa bahati nzuri yule bwana hakuichungulia ile Biblia alipokwenda kuichukua, yani ile chapter hakuichungulia. Akaja naye Bagaria akafika, akamwambia fungua. Kafungua. Aliposoma wakamwambia jisomee. Akasoma. Hata itakuwa mwisho wa miaka 70 Bwana ataizuru nchi ya Tiro, naye atarudi apate ujira wake. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Muislamu akamuuliza, mzee, huyo atakayezuru nchi ya Tiro ni nani? Bwana akajibu yule bwana ni Mungu. Muislamu akamuuliza tena, nani atakayerudi kupata ujira? Mzee akasema ni mzee akasema ni Mungu. Muislamu akavuruga akili za mzee barabara vizuri tu. Akamwambia, mtu akizuru sehemu si anarudi? Mzee ndio. Muislamu
Akaongezea, kwa hivyo Mungu atarudi na kufanya ukahaba. Amona unaje? Mzee akanyamaza kiasi cha dakika za kutosha kama 5 vile. Mwisho mzee akasema, mimi pale kimya nilijua hapo huyo mzee kashamalizwa. Mzee akasema, ina maana Mungu wetu ni kahaba. Sikia nafsi yangu, roho inafanya pup pup pup. Panga nilishtuka. Jamaa kazaliwa katika Ukristo, akwenda akakimbia kuchukua Biblia, ameshindwa kuitetea. Sikumlaumu. Akili anambia huyo kazoea mafundisho ya kanisani. Bwana asifiwe. Nimeokoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimelala na Yesu, na mkanga na Yesu, natubianga na Yesu. Mimi wanaona hivi, Yesu ni Bwana, ndio wamezoea. Hawajui Wakristo wengi huko nje kuna maadui. Wameisoma Biblia na wanasoma kila siku na wana sauti za juu na za kutisha. Mzee akasema, Muislamu akamwambia, kwanza walipiga takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Wakamwambia mzee, jiunga na Uislamu kabla hujapatwa na mauti, yani kabla hujakufa. Yani ingia katika dini hii ya Kiislamu. Mzee akasema, yeye kufikiria. Mimi niko pembeni, singeweza kusogelea pale. Kwa nini? Wakati nilikuwa natafutwa kuuawa nilikuwa natafutwa kama unavyoona panya wanatafutana sujina nini na paka. Panya na paka wanatafutana. Paka na panya. Je, niliogopa kufa? Siogope kufa. Lakini nilijua nitaharibu mkutano. Wangeniona tu, wangeacha kila kitu sasa wanishughulikie. Maana kama ni kupigwa, Mungu anajua vile vipigo ambavyo nimepokea katika mwili wangu. Kwa ajili Yesu Kristo aliye hai, sikuimbia mtu. Sasa wametoa ile, Waislamu wanapotoa ile kama Mungu kazini. Nataka uelewe kitu kimoja, Biblia isema Mungu atazini. Sikiliza sasa nukta. Unasoma aya 23, aya ya kwanza. Ufunuo juu ya Tiro. Kinachozungumziwa ni Tiro, mji, nchi ambayo ilikuwa imechafuka, imemwacha Mungu. Ndio naona aya 16 nasema, tua kinubi, tembea mjini, ewe kahaba uliyesahauliwa. Piga vizuri, imba nyimbo upate kukumbukwa tena. Aya 18, na biashara yake na ujira wake utakuwa wakfu kwa Bwana. Ni nchi. Sasa kama Mungu ndiye atakayekuja kufanya ukahaba, huu ujira utakuwa kwa Bwana gani? Ni nchi. Ndio naona Biblia ya Kiingereza imeweka vitu vizuri kidogo. Si ya Kiswahili, haina makosa ya Kiswahili, ila ni kusoma, wakatafsiri, wakabuni, wakaunganisha wapendavyo. Umenielewa? Simon. Ni mji na nchi. Sasa wanakwambia Mungu, unakumbuka ile Isaya kwamba alipofanya ukahaba. Sasa katika Isaya 7:20 wanakumbuka eti Mungu kajinyoa. Mungu anakwenda sasa akanyoa upara, watu wasimtambue kwa maana kafanya uzinifu. Swali la msingi, Isaya 7:20 nasema Mungu atanyoa, si Mungu atanyolewa. Ukienda kwa kinyozi unanyoa au unanyolewa? Andiko nasema Mungu atanyolewa, hatungejadili. Tungesema tumeshindwa. Biblia si kitabu cha Mungu. Maana hatutaki kushindwa. Hatutaki kushinda. Tunataka kusimamisha ukweli. Tungesema tumeshindwa kusimamisha ukweli, maana haupo basi. Andiko nasema Bwana atanyoa. Ukienda kwa kinyozi unanyolewa, si kunyoa. Na ule wembe na namna gani Mungu ana mifano, yani mifano mingi ambayo Waislamu wachunge sana. Hata Qur'an hii inawaambia Mwenyezi Mungu, unajua kuna haki ya kufundisha bila hasira. Sikiliza, Mungu ana mifano mingi tu. Kuna aya moja nafikiri nataka niisome. Niko wapi? Inasema Qur'ani sura ya 2 aya yake 26, inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin.
tafsiri yake. Hakika Mwenyezi Mungu haone haya kutoa mfano wote wa mbu na ulio wa zaidi ya haya, ulio wa zaidi yake. Ama wale wanaamini, wao hujua ya kwamba hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola wao. Lakini wale waliokufuru husema, ni nini analotaka Mwenyezi Mungu kwa mfano huu? Mwenyezi Mungu wawaachia wengi kupotea kwa mfano huo, na kuwaongoza wengi kwa mfano huo pia, lakini hamwachi yeyote kupotea kwa mfano huo na mwingineo, isipokuwa wale wavunjao amri zake. Kwa hivyo kuona mtu anapotea kwa mfano wa Mungu, kupiga wembe, kunyoa, anavunja amri za Mungu. Na amri za Mungu tunazijua ni 10, na hapa hakuna kubahatisha. Hapa hakuna cha kubahatisha Muislamu kwa Mkristo. Maadamu anavunja amri za Mungu, Mungu hata akipiga mfano uweze kuelewa. Hata Qur'an inasema hivyo, upo. Kwa hivyo si Mungu atanyolewa, Mungu atanyoa. Na ni mfano uko hai, kwa sababu watu walikuwa wamepita mipaka. Wacha kusoma haya ya Biblia ukatoka nayo ukaanza kuinua kifua ukafanya vituko. Biblia si ya karate. Biblia si ya karate. Nashukuru Mungu tunaambatana vizuri. Akakimbia katika Yeremia 4:10. Akasema, unaona Mungu ni mwongo. Maana nasema, Bwana, Yeremia anasema, nami nikasema, Bwana Mungu, hakika umewadanganya sana watu hawa na Yerusalemu ukisema mtakuwa na amani, lakini upanga umeingia katika nafsi zao. Mungu si mwongo. Kwani Mungu anasema mimi Mungu mwongo? Hapana. Yeremia nabii huyu mkubwa, hata nyinyi mnaamini, na ametajwa sana katika kitabu hiki Qasasul Anbiya. Na huyo nabii ukisoma kitabu kizima cha Yeremia amepata bala nyingi sana. Alipata mateso mpaka alifikia mahala pa kusema, ukisoma Yeremia 4:3, kabla sijafafanua pale 4:3-4 utapata nini? Maana Bwana awaambia hivi watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miba. Jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Ghadhabu yangu isije ikatokea kama moto, ikawaka hata mtu asiweze kuizima kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Mungu aliwaambia Israeli, ni kweli kabisa, na Yuda na Yerusalemu, mtaka kwa amani, lakini tahirini, yani mtoweni uchafu katika roho zenu, shikeni amri, mwache kunajisi vitakatifu vyangu. Sasa walipokataa, Yeremia alikuwa na haki ya kusema, Mungu uliwaambia hawa wataka kwa amani, lakini kwa tafsiri nzuri inaweza kuingia akilini mwako wewe rafiki yangu Muislamu, kwamba sasa wamekosa kufuata amri zako, sasa hawana amani. Sasa wanafikiri wamewadanganya. Elewa lugha na maana na lengo. Sasa hao watu wanafikiri wamewadanganya. Kwa sababu gani? Hakuna amani. Mungu aliwaambia, mkishika, mkenda, mkitahiri nini, mkenda vizuri, mtaka kwa amani, ili hasira yangu siwajie. Sasa wamekataa, hasira na wajia. Wabaya hawana amani. Mungu ndio kasema. Mungu si mwongo, bali wao walikata Mungu na Mungu akawacha. Mungu anasema katika Yeremia. Lakini kabla sisoma hilo, Yeremia alipata matatizo mpaka akatamka maneno mengine. Sikiliza, sura ya 20 aya ya kwanza mpaka 23. Ukipasoma vizuri tu. Lakini wacha tu nigusie, nasema hivi. Bwana, umenihadaa. Yeremia huyo, nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchukisha, cha kuchekesha mchana kutwa. Kila mtu hunidhihaki. Kwa sababu ya mateso ambayo aliyapata Yeremia, alijipata kwamba anaongea. Si Mungu anasema mwongo. Anaongea mpaka anasema, Mungu amenihadaa, yani amendanganya. No. Mungu hakumwacha. Ndio naona wakati wote Mungu alikuwa, hata kama Yeremia anapitia mazito, lakini Mungu humtoa ndani. Umeelewa? Mungu si mwongo. Wabaya wana amani kweli? Kama wana amani, basi Mungu atakuwa ni mwongo.
Kama hawana amani, Mungu si muongo. Isaya 48:22 inasema, 48:22 Isaya, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Tosha, siongezi. Lakini ukishikilia kusema kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu, kwa hivyo Biblia si kitabu cha Mungu, tupagusie kidogo ndani ya Qur'ani. Qur'ani sura ya 12 aya yake 101. Sikiza, Qur'ani sura ya 12 aya yake ya 101. Kwa mujibu wa imani ya Kiislamu, haya ni maombi ambayo kayaomba Nabiyullah Yusuf alayhi salam, kama mnavyotamka nini Yusuf ndani ya Qur'ani. Hayo ni maneno kaomba akimshukuru Allah vile Mungu kamfundisha. Maombi gani? Kisha akaomba dua akisema Nabiyullah Yusuf alayhi salam, Mola wangu, hakika umenipa ufalme, umenifundisha tafsiri ya maneno ya ndoto, ufalme, na umenifundisha tafsiri ya maneno ya ndoto na mengineyo. Yusuf anasema Allah kamfundisha tafsiri ya maneno na mengineyo. Ewe Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhira, na kuendelea. Kwa hivyo Yusufu ndani ya Qur'ani kasema Mungu Allah kamfundisha na mambo mengineyo. Mambo gani? Qur'ani sura ya 12 aya 69 mpaka 70. Sikiliza maneno hayo aliyofundisha Yusufu. Na walipoingia kwa Yusufu ndugu zake, kisa hiki walimuuza Yusufu, baadaye nje katokezea, wakaenda kule Misri bila kujua ni yeye. Sasa wanakwenda kule, Yusufu akafanya jambo fulani. Walipoingia kwa Yusufu, akamwona ndugu yake na alikuwa ameingia peke yake. Alimkumbatia huyo ndugu yake akasema, Benjamin, yani hakika mimi ni ndugu yako, basi usihuzunike kwa sababu ya yale waliokuwa ndugu zetu wakifanya, na nitakayokufanyia hila ili nipate kukuzuia hapa, unielezee habari za kwetu. Yani Yusufu anasema atamfanyia ndugu yake hila. Yusufu Qur'an anasema maneno hayo kafundishwa na Allah. Kwa hivyo Allah kamfundisha Yusufu uongo. Unaonaje hiyo tafsiri? Ama utaruka? Useme hapana. Ukiruka usiingie kwenye Biblia. Na kisa kirefu mnakijua vile Yusufu alifanya. Elewa hekima ya Mungu, rafiki yangu, nakupenda sana. Akaenda katika Hesabu 23:19 akasema hapa Mungu si mtu. Akaenda katika Kutoka 15:3 akaona Biblia inasema ni mtu, akasema zinagongana, mtu si mtu, mtu si mtu, haya sigongana. Tena akamhukumu vile kwamba pale asema Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Tena pale Mungu mtu wa vita. Hivi ni vitu vichache tu. Kuna kitu kasema pale katika hizo aya, maana yake yani Muislamu anajiita mtu. Sasa akasema kwa mawazo yake kwa Biblia inachafuka, Mungu si mtu, hapa ni mtu. Kwani inachafuka wapi? Tutalifafanua na tunalifafanua sio kesho. Mungu anajiita mtu, uwezi kumuelewa mawazo yako, hapo ndio alipo. Pale kasema si mtu, manake si mtu ajute. Yani Mungu hajute kama mtu. Hajute kama mtu, mtu hujuta. Hata akikulisha leo, kesho kama mbio na nje anajuta. Lakini Mungu atakulisha mpaka mwenyewe mwache. Kwa hivyo kujuta kwa Mungu si huku. Mungu kuna sehemu ukiona amesema yuajuta, si kujuta kwa mwanadamu ama kwa mtu. Umeelewa na maandiko? Lakini kwanza kabisa wacha tuchungulie. Chungulia kidogo tu ndani ya Qur'an tena. Utuambie ziko sawa. Qur'ani sura ya 3 aya 45. Qur'an 3:45. Kumbukeni waliposema malaika
hao ni wengi, malaika wengi. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na ni miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Aya hii inatuambia Yesu Kristo, kwa mujibu wa aya hii, waliopeleka ujumbe kwa Mariamu kwamba atazaa walikuwa ni malaika wengi. Tena ndani ya aya hii kipengele chingine kwamba Yesu huyo ni wa neno. Hapa Yesu, malaika walikwenda kwa Mariamu ni wengi, tena hapa Yesu ni wa neno. Aya, Qur'ani hiyo 3:59. Bila shaka hali ya Isa, yani ya Yesu, kwa Mwenyezi Mungu ni kama hali ya Adamu. Alimuumba kwa udongo kisha akamwambia kuwa, basi akawa. Hapa inatuambia Yesu si wa neno, ni kama Adamu kwa udongo. Sasa tu hiyo hayaone haya. Hapa inasema Yesu ni wa neno, hapa ni wa udongo. Tunaitafsiri ile aya tuilinganishe, tunakwenda Qur'ani 19:19. Malaika akasema, kule ni malaika wakasema wanampelekea ujumbe Mariamu. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Hapa inasema hapana, walompelekea Mariamu ujumbe wa Yesu kupatikana si malaika wengi, ni moja. Haya, tuambie hayo hujayaona? Pale 19:19 anasema Qur'ani Yesu ni mtakatifu. Yesu ni mtakatifu. Pale 3:59 inasema Yesu ni kama udongo, ni kama Adamu. Sikiliza hii tena. Mtakatifu mara pale ni neno tu. Hapa inasema pale imesema ni mtakatifu, pale ni wa neno, pale ni kama Adamu kwa udongo. Hapa pana mkoroga mpaka sawa. Tuongezee Qur'an 5:75. Masihi bin Maryam si chochote. Sasa hapa inasema si chochote. Haya. Ila ni mtume tu. Bwana. Na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake. Okay. Hawajaona na mamake na mwanamke mkweli, na wote wawili walikuwa kila chakula na wakaenda choo. Basi waungu gani wanaokula na kwenda choo? Tazama jinsi tunavyowabainishia aya, kisha tazama jinsi wanavyogeuzwa kuacha haki. Mtafsiri huyu Al-Farisi akaona ili kunogesha na Waislamu wapotelee hapo tu, aseme akaongeza kwamba walikuwa wakenda choo. Aya katika original ya lugha ya Kiarabu hakuna kwenda choo. Huyo kaweka ili kudharisha Yesu. Sasa tusaidie Muislamu. Yesu ni wa neno, Yesu ni mtakatifu, ama yeye ni kama Adamu? Yesu wale waliopeleka ujumbe kwa Mariamu walikuwa ni malaika wengi ama ni moja? Upo? Kwa mtu ametoka katika Ukristo kisha akaenda akatangaza, mimi kwa Mkristo, nilikuwa niko hivi, lakini nimetoka nimeona haki, nimesilimu, usimlaumu. Alikuwa anasoma lakini hakuongozwa na Roho wa Mungu. Wewe ni kumwombea. Ndio naona wengi sasa wanarudi katika jina kula Yesu Kristo. Ukitaka kujua, soma kitabu changu Why I Forsook Islam. Kwa nini niacha Uislamu? Baada ya kuwa imam msikiti mejenga, lakini namshukuru Yesu Kristo ambaye kaniongoza. Sitaki kujali. Na unajua nyinyi mnateseka kila siku, mtasema katika mikanda yao. Mnateseka kutaka kuniua. Wewe ukiniua utaishi milele. Sio ukiniua pia utarudi katika udongo. Na unajua nitakufa. Utaniua mpaka nimalize kazi ya Yesu Kristo. Na usije kujisifia, ndio kweli. Akaenda katika Samueli wa kwanza 15:10 mpaka 11. Akalinganisha na Hesabu ile 23:19. Katika Samueli Mungu anajuta, Hesabu Mungu hajuti. Nishafafanua kitambo kwamba kinachokusudiwa pale ni kujuta. Na ukisema Mungu hajuti, mfano tu angalie Mungu mahala anapojutia, ambako si kujuta kwa kibinadamu. Alikusudia Mungu katika Hesabu. Bwana akagairi, maana akajuta. Kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani
akahuzunika moyoni. Maana yake watu amewaumba, amewelekeza, sasa anajuta wanaelekea wapi? Huko motoni. Lakini metoa mfano kujuta kwa wanadamu, si kwa Mungu. Ndio Mungu akasema kwa usemi wa haraka ambao wewe Muislamu huwezi kujua, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Manake kujuta kwake kwamba kama amesema atalitenda, je, na ile aya ni swali, je, hatalitenda, hatalitimiliza? Kwa hivyo kujuta kwa mwanadamu si kujuta kwa Mungu. Hii ndio tafsiri na maana ya Biblia. Upo? Hii ni Biblia, si gazeti. Ni Biblia ndugu yangu, rafiki yangu, dadangu, si gazeti. Na ukitaka kupotea, hata Qur'an sema wama alaina illa albalaghul mubin. Akakimbilia Kutoka 23:11. Akalinganisha Kutoka 23:20. Hapa Musa anaambiwa umbo la Mungu halionekane, mtu atakufa. Hapa Mungu akasema na Musa uso kwa uso. Mungu aya ya 11 haisemi kwa Musa aliuona uso wa Bwana, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso. Uso kwa uso. Sasa nini uso kwa uso? Rudi pale pale katika aya ya sura ya 33 aya 9 mpaka ya 10, uelewe nini maana ya uso kwa uso. Si Mungu aliona, Musa aliona uso wa Mungu. Angalia aya. Ikawa Musa alipoingia humo, ile nguzo ya wingu ikashuka, ile nguzo ya wingu ikashuka, ikasimama malangoni pa ile hema. Naye Bwana akasema na Musa, watu wote wakaona nguzo ya wingu ikisimama penye mlango wa hema. Watu wote wakaondoka wakasujudu, kila mtu mlangoni pa hema yake. Nguzo imeshuka. Musa hapa, nguzo hapa. Mungu anazungumza kutumia ile nguzo. Kwa hivyo uso kwa uso. Si Musa kaona uso wa Mungu. Upo? Akasema si hivyo, hajatosheka Muislamu. Akasema Hesabu 12 aya yake ya 8. Akaona kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Akaona Mungu anasema haonekana mwanadamu atakufa. Hapa Musa anaona umbo la Mungu. Maana Musa hakuwa mwanadamu, alikuwa mwanadamu. Ni umbo gani kaona? Tafsiri na maana na lugha na herufi na nukta. Kutoka hiyo 33:22-23. Kisha nitakuwa, angalia Mungu, Musa anasema anataka kumuona. Mungu anamwambia, kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha pita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Manake utukufu wa Mungu, Musa aliona utukufu wa Mungu. Narudia, usisome Biblia bila kujua lugha, maana na lengo na herufi na nukta. Ni utukufu. Ndio unaona Mungu kamficha. Sasa Musa kaona nyuma utukufu wa Mungu, tena Mungu kashatoka, kashakwenda. Mungu ukitaka kumuona, Mungu akitaka kuonekana, hawezi kuja na utukufu, utakufa. Ndio pale andiko nasema kuhusu Yesu, kauvua utukufu aliokuwa nao pamoja na Mungu. Hiyo nishafafanua. Hatuna miungu wengi kama umeelewa katika mada ya uungu. Akakimbia sasa, amemalizana na hapo, amekwenda katika Agano Jipya. Agano Jipya akakimbilia katika Yohana 5:21. Akaunganisha na Yohana 8:10 na ngapi? 8:14. Hapa akaona pale Yesu anasema akijishuhudia mwenyewe ushuhuda wake ni kweli. Hapa ushuhuda wake si kweli. Sasa akachanganyikiwa.
Yesu, angalia, tafsiri yake iko hapa tu. Hapa tazingatie. Ni mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yesu huyo. Yesu alisema maneno hayo kuthibitisha kumbukumbu la Torati 19:15. Ushuhuda huo watu wangapi? Angesema ni kweli, tungejadili. Sasa pale utashangaa kule kasemaje, nitakwambia. Jambo la kuthibitishwa samahani kidogo nikimbia haraka. Yuko mwingine anayenishuhudia, hiyo 5 sasa 32. Nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia. Nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayenishuhudia. Hiyo ndio jibu lake. 8, mimi ndiye ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Ukisoma 8:14 malizia na 18. Hayo majibu yapo. Yesu akumalizia. Wacha kusoma hayo na kwamba kama kupe kwa. Haya bwana, Allah Akbar. Takbir, Allah, usikwame. Usikwame ndugu yangu. Changamka kusoma Biblia. Yesu kasema, lakini majibu yako pale 32 na hapa ni 18. Mshaelewa? Akakimbia katika Mathayo 21:1-2. Akaenda katika Marko 11:1-2. Akasema Yesu, akauliza Yesu alihitaji punda moja ama punda wawili? Jibu bila kupoteza muda, Yesu alihitaji punda moja, tena mwanapunda. Lakini kama nilivyoelezea, Yesu Kristo ama Marko na Mathayo hawakugongana katika maandishi. Mathayo sana alikuwa analenga mfano, akasema mtaona punda amefunga na mwanapunda, wafungueni leteni. Hapa Mathayo anaripoti punda wawili. Marko anasema punda moja. Kwa nini Marko anaripoti punda moja? Je, alikosea? No. Punda huyu mwanapunda alikuwa na mamake. Kwa hivyo kwa hekima ambayo hata ulizia mfugaji, punda mnyama akiwa na ndama wake ama mtoto wake, hapa pangezuka balaa. Nengeonekana Yesu anamtesa mama. Kwa hivyo Yesu alihitaji mwanapunda. Mathayo akalenga wote waletwe. Marko akalenga tu yule atakayepandwa. Na ndio kusoma katika Yohana 12:12-15. Kwa sababu ya muda na sifanye mkandao kuwa mrefu kukuchokesha, panasema hivi: nayo siku ya pili yake watu wengi waliojia sikukuu walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu, wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki. Wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda kama vile ilivyoandikwa. Kwa hivyo Yesu alipanda mwanapunda. Na ukisoma Mwanzo 49:10-11 inathibitisha kwamba Yesu Kristo atapanda mwanapunda. Ukisoma Zakaria 9:9 utaona Yesu Kristo atapanda mwanapunda. Maana usije ukauliza maswali tunayojua mnajua kubuni. Sasa akapanda wote wawili, akapanda mwanapunda. Lakini yule kaja kwa sababu Yesu ana hekima kubwa. Yeye ndio hekima. Alijua itakuwa ni mateso ya yule punda. Marko kalenga mpandwa, Mathayo kachukua idadi yote, si kwamba waligongana. Umenipata? Tena tuchungulie Qur'ani kidogo. Maana yeye kasema Qur'ani 7, tuichungulie kidogo sana. Sema Qur'ani haina mgongano, tuichungulie kidogo. Qur'ani 7:54. Hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Hii aya inasema Mwenyezi Mungu kaumba kwa siku ngapi? 6. Siku 6. Tuchungulie Qur'ani 41 aya yake ya 9-12. Hapa tuhesabu kwa vidole. 41:9-12. Sema, mnamkanusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi katika siku 2. Ardhi zilizoumba katika siku 2 tu, na mnampa washirika. Huyo ndiye Mola wa ulimwengu wote. Hapa aya inasema Mungu kaumba ardhi kwa siku ngapi? 2. Tusome aya 10. Na akaweka humo milima juu yake ya uso wake, na akabarikia humo, na akakadiria humo chakula chake cha kuwatosha watakaokaa humo. Ameyafanya hayo katika siku 4.
mida minne. Haya ni sawa kabisa kwa hao wanaouliza mambo wakataka kuyajua. Umenipata? Yani 4 na 2 ngapi? 6. Tuendelee aya 10 ngapi? Ya 1. Kisha akazielekea mbingu na zilikuwa moshi, basi akaziambia mbingu na ardhi, njooni mkipenda msipende. Vyote viwili vikasema, tumekuja hali ya kuwa wenye utifu. Basi akazifanya mbingu 7 katika siku 2, na kila uwingu akaufunulia kazi yake, na tumeupamba uwingu wa karibu yenu huu kwa mataa na samahani point ninayotaka sitakwenda mbio. Na kila uwingu akaufunulia kazi yake, na ameupamba uwingu wa karibu yenu huu kwa mataa na kuulinda. Hiki ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mwenye kujua. Vikasema, tumekuja kuwa tumetii. Basi akazifanya mbingu 7 katika siku 2. 2 ongeza 6. Pale nasema fi 6 ayyami, siku 6 kafanya. Hapa kuna hesabu tunapata 8. Utasikia si hivyo. Ni vipi? Si hivyo ni vipi? Akaikimbia katika Mathayo 26:6 mpaka 9. Akaunganishwa na Yohana 12:3-6. Akauliza, wanafunzi walichukia wote ama ni moja? Na kama walichukia wote, wote ni wezi? Wote walichukia, lakini Yuda tu ndiye alikuwa mwizi. Hakuna andiko linasema wanafunzi wote walikuwa wezi, ni Yuda. Lakini wote walichukia. Ndio akasema Marko alikuwa na mlenga, ama mwandishi fulani alikuwa na mlenga yule mhusika kwa kitendo fulani. Nafikiri umeelewa. Mathayo, hiyo nafikiri shajibiwa, haina tatizo hiyo. Mathayo akakimbilia huko 8:28 mpaka 34. Akaenda katika Marko 5:1 mpaka 17. Akahoji, Yesu kakutana na punda wangapi? Samani, wenye mapepo wangapi? 2, 1. Jibu lile lile. Kakutana na 2, Mathayo yuko sahihi. Marko kalenga yule ambaye alikuwa na vituko sana. Ndiyo, Mathayo kasema walikuwa na wapepo wakali sana. Lakini Marko akalenga yule ambaye ndiye malengwa. Katika kitabu cha Mathayo pangekuwa na nuku tena sema Yesu akakutana na watu 2 tu, hatungejadili. Ama Marko akasema akakutana na mtu mmoja tu, hatungejadili. Elewa lugha. Narudia, ukisikia tu usiongeze. Ndio naona waliwacha mlango kwamba mimi nimeshughulika na moja ambaye nimeona na balaa sana, wewe umeandika 2, mko sahihi. Wacha nikupe mfano ambao pengine utaingia akili, maana mfano mzuri. Umekumbuka aya inasemaje ya Qur'an? Inna Allaha la yastahi an yadhra mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Mungu anapiga mfano. Lakini wengi wanapotea kwa sababu ya kosa kujua mifano. Sisi hatupotei. Tunataka kujua mifano haswa. Yesu wetu alitumia mifano sana. Rais wa nchi kama yetu hii nzuri ya Kenya anaweza kuondoka. Waandishi wa habari wakaandika hivi, wote wamemwona amewahutubia. Mmoja akaandika akasema rais ametua katika nchi ya US na amefika vizuri. Mmoja akaandika, mwingine kaandika rais kafika vizuri na msafara wake. Ina maana ni waongo, hawakumuona. Yule kalenga rais peke yake, yule kalenga rais na msafara. Umeelewa? Tuchungulie Qur'an tena kidogo tu. Qur'ani sura ya 56 aya yake ya 10 mpaka 14. Nitapasoma taratibu pasikutatize. Qur'ani 56 10-14. Na walioko mbele kabisa katika heri, yani mambo mazuri, walioko mbele katika mambo mazuri, nao ndio walioko mbele. Hao ndio watakaokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu katika mabustani yenye neema. Sehemu kubwa ya hao walioko mbele katika hawa ni miongoni mwa watu wa mwanzo huko. Yani kwamba watu wa mwanzo kabla ya Muhammad ndio watakuwa katika mambo mazuri, ndio watakaokaribishwa mbele ya Mungu.
na sehemu ndogo ni miongoni mwa watu wa mwisho huu umma wa Nabii Muhammad, kwamba lakini wale wachache ambao wachache watakaoonekana kama mambo mazuri ni hao waliomo katika umma wa Muhammad, yani tuseme Waislamu. Watu wale wachache, lakini wale watu ambao ni wengi ni wale waliofuata sheria, vitabu, ama sisi tunaofuata vitabu vya kale kabla ya Muhammad. Lakini wale wachache ni wale ambao wataonekana katika mambo mazuri, neema ile ya Mwenyezi Mungu ya Allah, ni wale ambao ni kutoka katika umma Muhammad. Kwa hivyo wengi ni wale wa Kristo, kwa lugha nyepesi, wachache ni Waislamu. Aya hiyo kimbilia katika Qur'ani, sura hiyo, uniambie kama ziko sawa, hazigongani. Qur'ani 56 aya yake ya 38-40. Yote haya yatafanya kwa ajili ya watu wa kheri, ya watu wa mambo mazuri. Sehemu kubwa katika hawa watu ambao watakuwa watu wa kheri ni miongoni mwa watu wa umma wa mwanzo, na sehemu kubwa pia ni miongoni mwa watu wa mwisho wa huu umma wa Nabii Muhammad. Pale nasema wengi watakaoingia katika, sasa wacha tutumie lugha nzuri ya haraka inayofahamika, watu watakaoingia katika ufalme, wengi ni watu wanaofuata Yesu, waliofuata kina Musa. Lakini aya kwanza, wale wachache sana ni kutoka katika Muhammad, umma wa Muhammad. Hapa inasema samahani, wote watakuwa ni sawa. Kisha wanapaza sauti, rafiki yangu, Biblia haya hiyo haioni. Sasa akaboronga aya za mtume Paulo, wanaoita mjomba. Sisi si mjomba, ni mtume. Akasoma Wakorintho wa kwanza 1:25, akaona Paulo akamtukana. Anasemaje? Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hikima zaidi ya wanadamu. Samahani, nataka nibasome vizuri, maana Biblia inasema isome kama gazeti. Samahani kidogo, nataka tuambatane vizuri bila haraka. Kwa sababu hayo maneno si ya kwenda haraka. Sikiliza Wakorintho wa kwanza 1:25 alipoiboronga. Eti Paulo anamtukana Mwenyezi Mungu kwa sababu anasema, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hikima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Hii aya inawatatiza Waislamu na imesilimisha watu wengi wasiojua Biblia. Na kama si Waislamu siwezi kuifafanua kwa sababu kwa sababu unajua Paulo anasema nini. Lakini sasa tuchungulie aya 20 na 28. Inasema hivi kuanzia 27. Hapa kwa Wakorintho wa kwanza 1:25. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu. Mungu kayachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hikima. Tena Mungu alilichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Sikiliza 28. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Umepata? Maana yake ni hivi. Hapo ndani kuna mfuta. Tena Mungu aliyachagua mambo mapumbavu. Maana yake kile kinachoonekana ni kitu kisichofaa, ama mtu asiyeonekana, anayeonekana ni mpumbavu mbele ya watu, Mungu anamchukua amtumie huyu, akisha kumchukua anakuwa ni wa Mungu. Watu wanamwona ni mpumbavu, mshenzi, mchafu, Mungu anamchukua, anakuwa sasa ni wake. Yaani vitu vyote ni vya Mungu, lakini huyo mjinga wanaona ni mpumbavu, haja nini? Mungu anamchukua, anamtumia. Sasa yule mpumbavu kwa maoni ya watu ni wa Mungu. Ndipo Paulo akasema upumbavu wa Mungu. Angalia nukta wa. Hakusema Paulo hakusema Mungu ni mpumbavu. Upumbavu wa, si Mungu ni mpumbavu. Mfano mtu anasema mimi ni wa Saidi, mimi ni mtoto wa. Lugha pia inatakikana. Lugha
Paulo hajamtukana. Umeelewa hiyo aya 27 28? Mungu anachagua vitu vipumbavu kuaibisha. Sasa vile mnavyoona ni vibovu, vinyonge, vinakuwa vya Mungu, anavitumia. Yesu anasemaje kuthibitisha maneno ya Paulo? 16:15 Luka. 16:15 Luka. Akamwambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Maana kile kilichotukuka ni chukizo. Kila ambacho mnaona hakina utukufu, hicho ndio Mungu anachukua. Hiyo ndio Biblia. Huko akakimbilia Tito 3:12. Akashangaa. Paulo anazungumzia mambo ya baridi, inatuhusu nini? Naam. Paulo anazungumzia baridi. Paulo anatoa aya nzuri. Anasema ataka huko wakati wa baridi anamwarifu mtenda kazi mwenzake. Manake andiko hili linatufundisha hivi, wakati linatufundisha kwanza kuwajulisha watu mahali ulipo, hali ilivyo, kwamba pako eneo fulani. Ina maana kwamba tuloto ukiona mkusi na kuambia hapa tulipo jua linawaka na nimekusudia hapa kukaa hapa wakati wa jua. Paulo atufundisha tuwe tunawajulisha watu, ili alimwarifu rafiki yake mtumishi mzuri asije akatatizika atakapofika huko. Timotheo akasema jibu yani joho lake. Eti Paulo Timotheo wa kwanza, Yamini wa pili 4:13. Anashangaa. Sasa Paulo kutumanisha joho aya. Pia hiyo ni aya ndani ya kanisa. Mtasema amina, nikisoma nimesema nitasoma amina sana, maana liwe hivyo hivyo. Paulo anatumanisha joho lake. Ndani ya hiyo kuna vitabu. Wewe unaona joho si vitabu pia. Ile baridi shaijibu. Biblia inatufundisha mpaka kuarifu watu wakati wa majira. Yaani majira yamebadilika. Hali ya hewa, hali ya anga imebadilika, samahani. Kwamba hapa ni jua, hapa ni baridi. Biblia inatufundisha. Joho katumanisha na vitabu. Biblia inatuambia kwamba kama kuna vitu vya muhimu unahitaji tumanisha. Ndio fundisho. Hatufanye vitu kubahatisha. Mkristo kamili kila anachokufanya kutumanisha anaiga kwenye Biblia. Kuagizia kwenye Biblia. Upo. Na kama ukitumanisha kitu ama aya kutumanisha kitu ikipatikana ndani ya kitabu kinakuwa si cha Mungu, tuchungulie Biblia tena. Qur'ani 12:59. Yusufu wa Qur'ani. Na alipowapatia chakula chao alisema, mkinijia mara ya pili nijie na ndugu yenu kwa baba. Yusufu anatumanisha ndugu yake kwa baba. Sasa Muislamu, Yusufu kutumanisha ndugu yake kwa baba, na hiyo ni aya ya Qur'ani. Wewe Muislamu ndani ya msikiti itakusaidia nini? Wewe ndugu yake Yusufu anafanya hiyo aya inafanya nini? Kama kutumanisha kunafanya kitabu kisiwe cha Mungu. Haya na hii haya. Ndugu wa mtu huyo, kakaki, mdogo wake, akakimbilia Filemoni 1:19 akasema, Paulo kaandika kwa mkono wake atalipa. Kwani ulikuwa unataka Paulo aandike kwa mguu? Ulikuwa unataka Paulo aandike kwa mguu? Kaandika kwa mkono. Unajua kwa nini Paulo kaandika? Yesu ndio katabiri atakuja Paulo mwandishi. Wapi? 23:24, 23:34 Mathayo. Kwa sababu hiyo Yesu anasema, Bwana wa Bwana, angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Kwa hivyo Paulo kuandika, Yesu anasema natuma kwenu manabii wenye hekima na waandishi. Paulo alikuwa na hekima. Petero tuliyosoma wa pili 3:15-16 alikuwa na hekima, alipewa na Mungu. Umeelewa kwani Paulo kaandika katimiza utabiri. Mambo ya kulipa hiyo umetafsiri unavyotaka wewe. Na Qur'ani inasemaje? Qur'ani sura ya 96 aya 4. Watu waandike wasiandike, na wakiandika waliongozwa na shetani, ambaye Qur'ani 96:4, ambaye amemfundisha binadamu elimu zote hizi kwa wasta msaada wa kalamu zilizoandika vitabu, watu wakapata elimu. Kumbe anayefundisha
mwanadamu kuandika, hata Allah anasema ni yeye. Hujaiona? Sasa Paulo hakuandika kwa miguu, akakimbilia Luka moja mpaka 2, akasema pia Luka aliandika kwa kuhadithiwa tu. Walikuwa wanataka andike kwa kuokota? Walikuwa wanataka Luka andike kwa kuokota ama kwa kuhadithiwa? Akasema hiyo basi ni hadithi. Kipengele vyomo ndani ya aya hiyo, kama watu wengi katika Luka, watu wengi wametia mikono kutunga na kama walivyotuhadithia. Sikiliza Luka, walivyotuhadithia kukuandikia kwa taratibu. Kipengele chengine, Theophilo mtukufu, havina makosa vipengele, wala haviwezi vikakifanya Biblia kisiwe kitabu sahihi cha Mungu. Kwa nini? Sikiza. Kipengele cha kwanza, kwani Luka peke yake ndiye aliyeandika habari za matukio ya Yesu? La, hapo ni mkweli. Si kabla yake kuandika ulikuwa na waandishi wengi? Kwa hiyo hapo tunasema amina, Luka akasema ni mkweli kama walivyotuhadithia. Tena watu wengi waliandika habari za Yesu Kristo. Kwanza alitambua hilo, tunamkubali. Kipengele cha pili, ndiyo Luka hakuwa miongoni mwa wale wanafunzi 12. Kwa hivyo aliongozwa na Roho ili awendee wale waliokuwa mashahidi wa lile neno la kweli na aweze kuandika. Ndiyo kwa sababu anasema kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Sasa tunakosa nini? Walitoa habari kumpa Luka, na ni walitoa habari kumpa Luka ni wale waliokuwa watumishi wa kweli tangu mwanzo. Na neno kuhadithiwa manake ni kuelezewa na watu, kama tulivyoona, na watu mashahidi. Sasa Theophilo akasema hiyo barua ni wenyewe tunaisoma. Sikiliza neno maana ya Theophilo. Kipengele cha 3, nimeona vyema mimi nami nikuandikie, yani kwa taratibu, Theophilo mtukufu. Kweli Theophilo alikuwa mtu, na hapa Luka anaashiria kumwandikia habari hii muhimu. Hakuna anayekataa. Nini maana ya Theophilo? Tafsiri yake nini sasa? Sinikwambia lazima ujue tafsiri na maana Luka. Maana yake ni mpenzi wa Mungu. Theophilo maana yake ni mpenzi wa Mungu. Hata kama habari inaonekana kumlenga Theophilo, lakini si yeye tu mpenzi wa Mungu. Ndio maana Theophilo si yeye tu mpenzi wa Mungu. Na Luka hakuandika hivi kukuandikia wewe Theophilo tu. Hiyo tu ingekuepo katika hicho kipengele, hapo tungejadili. Tungejadili. Ama tungekuwa na ruhusa ya kusoma kitabu cha Theophilo. Lakini hakuna tu. Na sisi ni wapenzi wa Mungu, tunasoma. Maana Theophilo mpenzi wa Mungu. Sasa wewe kama si mpenzi wa Mungu, hata waacha kusoma, usiguse Biblia. Pindi tunapokaribia kuisoma ni mpenzi wa Mungu. Maana Yesu anakupenda. Umeelewa? La kuzingatia, Waislamu wanaikata Injili ya Luka, wanasema ni hadithi. Wanaikata. Lakini katika Injili ya Luka ukisoma kitabu cha hiyo chapter 1 verse 26 mpaka 31, habari ile ya kuzaliwa, yani malaika alipomwendea Mariamu, Muhammad anakuja kukopi hayo maneno ambaye wanasema ni hadithi. Ukisoma Qur'ani, ukisoma ile Luka 1:26-31, ukalinganisha na Qur'ani 3:45-47, Muhammad kakopi. Lakini kama unavyojua mwenye kukopi kuna vitu haweke sawa. Sasa kama Luka ni hadithi, mbona kakopi kwake? Katika kopi akaweka yale ambayo mengine kayatoa. Tangalia katika manejao ya wana wa Yesu. Mnakopi tena hadithi mnazikopi. Mwisho Muislamu alitoa mwito akisema tuifuate Qur'ani kwa sababu ndicho kitabu kisichokuwa na mgongano. Akanukuu Qur'ani. Hapa ndipo nilipofurahia. Akanukuu Qur'ani ya Qur'ani chapter 2 verse 2. Hapo Qur'an chapter 2 verse 2. Sikiliza inavyosema kwa Kiarabu. Kisha sikiza vile wametafsiri.
Inasema aya hii, dhalika likitabu la raiba fihi, hiyo chapter 2, yani verse 2. Hudan lilmuttaqina, chapter 2 verse 2 Quran. Dhalika likitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina. Huyo mwenye kutafsiri na watafsiri wengi wa Qur'an, jamani, ogopeni Mungu kidogo tu, si sana. Aya dhalika, neno dhalika fi lugha al-arabia ishara li ba'ida, ni kitu kinachoashiria kitu kilicho mbali. Kuna tofauti ya this is na that, yeah? This na this na that. This is meaning, ama inamaanisha kitu kilicho karibu. This is kinamaanisha kitu kilicho karibu. That ni kitu kilicho mbali. Ndio wao wasema ishara li ba'ida, ismu ishara li ba'ida, ni kitu kinashiria kitu kilicho mbali. Hapa mbona mnatafsiri dhalika kuwa neno dhalika manake kile? Hapa hapako dhak, I mean hapako hadha. Hapa kuna hadha, kilichopo ni dhalik, sio hadha. Ingekuwa hadha tungejadili. Neno ni dhalika ama dhaka, manake hicho, kile, sio hiki. Hapa watafsiri wengi wataka nini? Hapa panalenga hicho. Mtafsiri huyu wa Ahmadiyya hiyo, wacha tumuulize anatafsiri vipi yeye. Chapter 2 verse 2. Katafsiri vipi yeye? Lakini yeye ni verse 3. Tumchezee. Lakini ile tutaisoma tunaitafsiri hivyo. Kwa Kiarabu, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqina. Yeye katafsiri neno dhalika alkitabu, katafsiri hicho ndicho kitabu. Dhalika alkitabu, hicho ndicho kitabu. Huyu akasema hiki ndicho kitabu. Huyo kapatia, huyo kaboronga. Hakuna siku dhak kitakuwa hadha fi lugha al-arabia. Mseme hatujui, tunajua. Kwa hivyo hatukangua kidogo. Kwa hivyo Qur'an inaashiria kitabu kingine, sio hiki. Qur'an narudia bila uoga, dhalika inaashiria kitabu kingine, sio hiki, sio Qur'an. Nimeelezea neno dhak na dhalik na hadha, tilka, yote hivyo. Akatoa Qur'an sura ya 39 aya yake ya 39 aya yake ya 23. Acha nipasome tukimalizia Qur'an huu 39:23. Kwa Kiarabu nasema Allahu nazzala ahsana li hadith kitaban mutashabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min hadi. Katika aya hii, katika maudhui ya Kiarabu, sikiliza kitu kilichopo kinasema Allahu nazzala ahsana li hadith. Amenielewa? Mungu kateremsha hadithi. Kwa hivyo Qur'an ni hadithi. Tutathibitisha Qur'an ni hadithi kabisa. Kwa hivyo kama Qur'an inasema dhalika, inaashiria kitabu kingine. Kitabu gani? Qur'ani inatuambia hicho kitabu hudan, kina mwongozo. Qur'ani inaashiria kitabu gani chenye mwongozo? Qur'ani 5:44. Hakika tuliteremsha Taurati yenye uongozi na nuru. Taurati ina uongozi na nuru, inaongoza watu. Twende Qur'ani hiyo 5:46, na tukawafatishia mitume hiyo Isa ibn Maryam kuyahakikisha aliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongozi na nuru. Qur'an inaposema dhak, tunaona hivyo vitabu ambavyo vina mwongozo, sio hiki dhak, viko mbali na hivyo ni Taurati na Injili, vina mwongozo kwa watu na nuru. Mtu atashindwa, si pale nasema dhalika kitabu, hicho ni kitabu, na hapa mimi nasema kitabu hivi. Naam, Qur'ani wakati mwingine naposema kitabu inaweza ikawa inalenga kitabu kwa sababu tayari Biblia imekusanywa ni kitabu, haiwezi ikagawagawa. Unataka kujua maana yake na kusudia nini?
Na Qur'an nasema watu wa Injili wahukumu kwa yale aliyosemesha Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio Qur'an. Maana yake ni hivi. Sikiliza ninachosema. Maana usije ukatatizika. Mbili nasema dhalika alkitabu. Inalenga tu kitabu. Mbona mimi nikachukua Torati na Injili viwe ni vitabu vili niseme ni kitabu? Sikiliza Qur'an. 3:63. Sema, enye watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara na Wakristo. Hapa kuna Wakristo na Wayahudi. Na tunajua kwamba Wakristo tunachukua vitabu vyote, Injili na Zaburi na Torati, kunakuwa ni kitabu. Katika mafundisho umeelewa? Kufundisha ibada. Vile vile Qur'ani inaposema Wakristo na Wayahudi, tunajua kwamba Wayahudi wameng'ang'ania nini? Torati. Lakini yote Qur'ani inaitwa nini? Kitabu. Kwa hivyo unaposikia mara nyingine kwa yasema kitabu, inamaanisha Torati, Injili, Zaburi na vitu vingine. Umenielewa? Kwa hivyo akisema dhalika alkitabu la raiba fihi, inamaanisha kitabu ambacho kimekusanya Biblia, Torati, Zaburi, Injili, na tumeona ndivyo vyenye mwongozo. Neno dhalika na kata halitakuwa siku moja. Hadha, penda, chukia, lia, tukana, andamana. Mtu atauliza mbona mimi natumia Biblia? Qur'ani, kwani Qur'ani kitabu cha Mungu? Kuna swali kama hilo. Jibu lipo. Wathesalonike wa kwanza 5:21-22. Mbona tunampia Qur'ani? Ni neno la Mungu. Inajibu Biblia. Jaribuni mambo yote, lishikeni lilo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Tunajaribu mambo yote. Zuri tunachukua, maana kuna maneno kakopi ndani ya Biblia, tunayachukua, tunarekebisha, tunawaambia ukweli. Yale ambayo haingiane tunawachia. Yaani hatuachie, tunawafafanulia. Hii 39:20 siji kwa nini kaitoa. Maana imesema Mwenyezi Mungu ameteremsha hadithi nzuri, kumbe Qur'ani ni nini? Qur'ani hadithi. Qur'ani hadithi. Qur'ani sura ya 64, Qur'ani sura ya 68 aya 44. Si mimi nasema Qur'ani hadithi. Yes, asema pia ni hadithi. Qur'ani imesema kwanza Allahu nazzala ahsan, yani Mwenyezi Mungu aliteremsha hadithi nzuri kabisa. Qur'ani hadithi nzuri. Ni hadithi lakini nzuri. Qur'ani 68 verse 44. Niacheni na wanaoikadhibisha hadithi hii Qur'ani. Hadithi hii Qur'ani. Hiyo ni Qur'ani, sio mimi ninayesema. Waandishi wa Biblia waliongozwa na Roho Mtakatifu. Hilo hatuna tashwishi. Lakini waandishi wa Qur'ani kwa bahati nzuri ama mbaya hatujaona waliongozwa na Roho Mtakatifu. Maana katika Qur'ani sura ya 17 aya yake ya 85 tunaona hawana habari ya Roho kabisa. Sasa hilo tatizo. Nimemaliza kumjibu kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Waandishi wa Qur'ani hatuone waliongozwa na Roho. Na katika okenda pale katika kufundisha Biblia na Qur'ani utaona kitu nimenukunukuu huko, kitu kizuri tu. Kwa hivyo nakushukuru sana katika mkanda huu wa pili wa kujibu hoja za Waislamu. Sasa chukua mikanda yote. Kila mada make sure umechukua mikanda mitatu. Nosiwe unafuatilia tu kwa kuenjoy. Fuatilia uwe mwalimu kufikisha ujumbe wa Yesu Kristo aliye hai. Na mambo hayo yote ambayo ninayazungumzia usisahau yako katika kitabu. Hiki kitabu ndio kimekusanya mambo yote. Nimeandika vitabu vingi lakini hicho usikikose. Na Mungu akitujalia tukutane katika mkanda wa kufundisha Biblia. Tulianza na maombi, tufunge kwa maombi. Baba, nakushukuru Jehova kwa kunipa nguvu kufundisha somo hili, kujibu madai ya Waislamu. Mtazamaji huyu mfanye awe ni mwalimu. Mpe hekima, nitumie kama vyombo kama chombo mada zote ambazo zimesalia. Popote nimekosea nisamehe. Nipe amani, nipe ulinzi wako. Nikutumikie sawa sawa na mapenzi yako. Nisikutumikie vile kwa kujisifu,
kwa kutaka kuonekana, nifinyange, nipe mwelekezo, nipe amani. Ni katika Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Amen.